Wasikilizaji wapendwa, karibu. Huu ndio mtasari wa habari ya siku ya leo. Tunaanzia huko Sud Kivu ambako shule zote za mji wa Uvira zimefunguliwa tena na walimu zaidi ya 60 waliokuwa uhamishoni Burundi wamerejea kazini baada ya kurejea kwa utulivu na usalama ndani ya mji wa Uvira. Kisha tutaelekea huko Nord Kivu, huko Beni ambako raia mmoja ameuawa na nyumba 4 kuchomwa moto katika shambulizi la waasi wa ADF mjini Oicha, huku jeshi likisema hali imethibitiwa. Pia tuelekee huko Masisi ambako hali ya masomo yazidi kuwa mbaya baada ya shule kadhaa kuharibiwa na mabomu, watoto wakilazimika kusoma chini bila madarasa. Pia huko Lubero ambako mwanamke amebakwa na kuuawa. Mtuhumiwa ambaye ni jeshi la FARDC tayari amekamatwa na uchunguzi unazidi kuendelea. Pia tuelekee huko Ituri ambako wito wa uchunguzi wa kina umetolewa kufuatia kwa kupoteza maisha kwa kiongozi wa jamii la kiraia ya Bahema Banjeri, Desire Malodra. Tuendelee basi na habari za ngazi za kinanda. Umoja wa Afrika umelaani vikali shambulizi la uwanja wa ndege wa Kisangani, ukionywa juu ya hatari ya maisha ya raia. Tuanze basi na mji wa Goma. Katika maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kuteuliwa kwa gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini, viongozi wakuu wa AFC M23 walifanya ziara maalum katikati ya mji wa Goma. Miongoni mwa waliokuwa kwenye ziara hiyo ni mratibu wa AFC M23 Corneille Nangaa na naibu wake Bisimwa, gavana wa Kivu Kaskazini Bahati Msanga pamoja na naibu wake Manzi, wakifuatana na viongozi wa watu na mashuhuri wengine. Viongozi hao walitembea kwa miguu katika barabara mbalimbali za katikati ya mji wa Goma, wakitembelea miradi tofauti ya ujenzi na miundombinu inayoendelea. Ziara hiyo inalenga kukagua maendeleo ya kazi zidi na kuonesha dhamira ya uongozi katika kuboresha hali na miundombinu kwa manufaa ya wakaaji wa Goma. Maadhimisho hayo ya mwaka mmoja wa uongozi wa gavana wa Kivu Kaskazini yanatajwa kuwa fursa ya kutathmini hatua zilizopigwa katika ujenzi wa usimamizi wa jimbo hilo, huku viongozi wakiahidi kuendelea na juhudi za kuimarisha maendeleo na huduma za wananchi. Ni hivyo ilikuwa katika mji wa Goma. Tuzungumzie basi kuhusu Umoja wa Afrika. Ni kusema Union Africaine wamekemea shambulizi la uwanja wa ndege wa Kisangani. Umoja wa Afrika maarufu kwa jina la IAA umelaani vikali shambulizi zilizotajwa kulenga uwanja wa ndege wa Kisangani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shambulizi lililohusishwa na muungano wa waasi wa M23 pamoja na AFC. Katika taarifa yake rasmi, Umoja wa Afrika umesema kuwa shambulizi hili ni tukio hatari sana lililokiuka sheria za kibinadamu, hasa kwa kuwa uwanja wa ndege ni eneo la kiraia linalotumiwa na raia, misaada ya kibinadamu pamoja na shughuli za dharura. Umoja wa Afrika umeeleza kuwa kushambulia miundombinu ya kiraia kama uwanja wa ndege kunaweka maisha ya wananchi wasiwasi na hatia katika hatari kubwa, hususa wanawake, watoto na wazee. Shirika hilo limeonya kuwa tendo ya aina hii inaweza kusababisha vifo vingi, kuzuia misaada ya kibinadamu na kuzidisha mateso ya raia ambayo tayari wanaishi katika mazingira magumu ya kiusalama. Kwa mujibu wa Umoja wa Afrika, uwanja wa ndege wa Kisangani una muhimu mkubwa si tu kwa usafiri wa raia bali pia kwa kuwasilisha misaada ya dharura, huduma za matibabu na operation za kibinadamu kwa maelfu ya watu wanaohitaji msaada katika eneo hilo. Hivyo basi, shambulio lolote dhidi ya miundombinu hiyo inachukuliwa kama tishio la moja kwa moja kwa usalama wa raia.
Umoja wa Kiafrika umewakumbusha makundi yote ya silaha ikiwemo AFC M23 wajibu wao wa kuheshimu sheria za kimataifa za vita na kulinda raia pamoja na miundombinu ya kiraia. Shirika hilo limesisitiza kuwa mizozo ya kivita haipasi kuwa kamwe kuendeshwa kwa gharama ya maisha ya wananchi wasio na husika na mapigano yao. Aidha, Umoja wa Afrika umeitaka M23 kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya maeneo ya kiraia na kuchagua njia ya mazungumzo kama suluhisho la kudumu la mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umoja wa Afrika imeeleza kuwa amani ya kweli haiwezi kupatikana kwa kutumia silaha bali kwa mazungumzo ya kisiasa na kuheshimiana. Katika ujumbe wake, Umoja wa Afrika pia umeonyesha wasiwasi wake juu ya kuendelea kuongezeka kwa mashambulizi yanayolenga maeneo ya kiraia katika miji mbalimbali ya DRC Congo. Shirika hilo limeonya kuwa hali hii inaweza kusababisha machafuko makubwa ya kibinadamu endapo haitathibitiwa kwa haraka. Umoja wa Kimataifa umehakikishia wananchi wa Kongo mshikamano wake, huku wakisisitiza kuunga mkono juhudi zote za kikanda na kimataifa zinazolenga kurejesha amani, utulivu na usalama wa kudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuelekee basi huko Kivu Kaskazini, Lubero, ambako mwanamke mmoja abakwa na kupoteza maisha papo hapo na mtuhumiwa amekamatwa. Tukio la kusikitisha limeripotiwa katika jiji la Bamulumba, wilaya ya Lubero, jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanamke mmoja amebakwa kisha kuuawa, tukio linalodaiwa kufanywa na mwanajeshi wa jeshi la serikali ya Kongo FARDC. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya eneo hilo, wanajeshi huyo alihusika katika kitendo hicho cha kikatili kabla ya kukimbia. Hata hivyo, mamlaka za kijeshi zimethibitisha kuwa mtuhumiwa tayari amekamatwa na kuwekwa chini ya ulinzi kwa ajili ya uchunguzi wa kina. Jeshi la FARDC limeeleza kuwa linachukulia tukio hilo kwa uzito mkubwa, likisisitiza kuwa halitavumilia vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu vinavyofanywa na wanajeshi wake. Hatua za kisheria zimetarajiwa kuchukuliwa dhidi ya mhusika mara baada ya uchunguzi kumalizika. Wananchi wa Bamulumba wameonyesha masikitiko na hasira kufuatia tukio hilo, wakitoa wito kwa mamlaka kuhakikisha haki inatendeka kwa usalama wa raia unaoimarishwa, hususa kwa wanawake na watoto. Mamlaka za eneo hilo zimewahakikishia wakazi wake kuwa hatua kali zitachukuliwa ili kuzuia matukio kama hayo kujirudia tena, huku zikisisitiza umuhimu wa nidhamu ndani ya vikosi vya ulinzi na ulinzi wa raia wakati wa operation za kijeshi. Tuelekee basi huko Ituri, ambako wito watolewa wa uchunguzi wa kina kufuatilia kuuawa kwa kiongozi wa asasi za kiraia. Hali ya taharuki imeendelea katika jimbo la Ituri baada ya kuuawa kwa Desire Mulo, rais wa jamii ya kiraia ya Bahema Bajere. Tukio hilo limelaaniwa vikali na wadau mbalimbali wa kijamii na haki za kibinadamu. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutokana na eneo hilo, Desire Malo aliuawa katika mazingira ambayo bado hayajawekwa wazi. Kifo chake kimezua masikitiko makubwa miongoni mwa wakazi wa Ituri, hasa kwa wanachama wa asasi za kiraia waliomtaja marehemu kama mtetezi wa amani, haki na maslahi ya wananchi. Baada ya tukio hilo, mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa kijamii wametoa wito kwa serikali na vyombo vya usalama kufanya uchunguzi wa haraka, huru na wa haki ili kubaini waliohusika na kuhakikisha wameadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Wadau hao wamesema kuwa
Mauaji ya viongozi wa kiraia ni tishio kubwa kwa demokrasia, utawala wa sheria na juhudi za kurejesha amani katika jimbo la Ituri, eneo ambalo kwa muda mrefu limekumbwa na changamoto za kiusalama. Aidha, wameitaka serikali ya kitaifa pamoja na mamlaka ya mkoa kuchukua hatua madhubuti kulinda wanaharakati wa kiraia na viongozi wa jamii ili waweze kueleza majukumu yao bila hofu wala vitisho. Kwa sasa uchunguzi unaendelea huku jamii la Bahema Bajere ikiendelea kuomboleza kiongozi wao, wakisisitiza kuwa haki itatendeka na ukweli wa tukio hilo utafahamika. Acha basi tuendelee na habari zetu na tuhamie katika mji wa Uvira huko Kivu Kusini, ambako shule zote zafunguliwa tena na walimu warejea kazini. Gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini Jean-Jacques Purusi ametangaza rasmi kufunguliwa tena kwa shule zote katika mji wa Uvira. Tangazo hilo limepokelewa kwa furaha kubwa na wakahaji wa eneo hilo baada ya kipindi cha hofu na kutishwa kwa masomo kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Katika hafla hiyo, Gavana Purusi alipokea zaidi ya walimu 65 waliokuwa wakikimbilia nchini Burundi, ambao sasa wamerejea Uvira ili kuendelea na kazi yao ya kufundisha. Kurejea kwa walimu hao kunafuatia kuondoka kwa waasi wa M23 katika maeneo ya mji huo, hali iliyoruhusu kurejeshwa kwa utulivu na usalama. Gavana Purusi alitumia fursa hiyo kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kwa juhudi zake katika kurejesha amani na usalama katika jimbo la Kivu Kusini. Alisema hatua hizo zinawezesha kurejesha kwa maisha ya kawaida, hususa katika sekta ya elimu. Aidha, gavana huyo aliwataka wakazi wa Uvira kuishi kwa amani na mashikamano, kuepuka kabisa ukabila na migawanyiko ya kijamii na kushirikiana kwa karibu na vyombo vya usalama kwa lengo la kudumisha utulivu uliopatikana. Kwa mujibu wa mamlaka za elimu, kufunguliwa tena kwa shule kunatarajiwa kuwapa watoto nafasi ya kuendelea na masomo yao baada ya muda mrefu wa kusumbuliwa na migogoro ya kiusalama. Acha basi tuhamie huko Kivu Kaskazini ndani ya mji wa Beni, ambako raia wamepoteza maisha na nyumba zao 4 zimechoma moto katika shambulizi la ADF ndani ya kijiji cha Oicha. Raia mmoja amepoteza maisha na nyumba 4 zimechomwa moto kufuatia shambulizi lililodaiwa kufanywa na waasi wa ADF katika mji wa Oicha, makao makuu ya eneo la Beni, jimbo la Kusini la Kivu Kaskazini. Shambulio hilo lilitokea jioni Alhamisi tarehe 5 Februari majira ya saa 2:50 usiku katika kitongoji cha Mabasele. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, washambuliaji walivamia makazi ya raia kufanya vitendo vya uhalifu kabla ya kukabiliana na vikosi vya usalama. Vyanzo hivyo vimeeleza kuwa uingiliaji wa haraka wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC uliwezesha kuzuia madhara makubwa zaidi kabla ya wanajeshi hao kuwasukuma waasi hao kuondoka katika eneo hilo. Baada ya mashambulizi, hali ya utulivu imerejea katika mtaa wa Mabasele na maeneo ya jirani. Mamlaka za kiusalama zimesema doria zimeimarishwa ili kuwalinda wananchi na kuzuia mashambulizi mengine yajayo. Wananchi wa Oicha wameendelea kuishi kwa hofu, wakitoa wito wa serikali kuongeza juhudi za kiusalama ili kukomesha kabisa vitendo vya waasi wa ADF na vinavyoendelea kuathiri maisha na hali za raia katika eneo ya Beni. Tuelekee pia basi uko Masisi, ambako
Shule kadhaa zaharibiwa na mabomu na watoto walazimika kusomea chini na hakuna madarasa. Hali ya kiusalama imeripotiwa katika eneo la Masisi, jimbo la Kivu Kaskazini, ambako shule kadhaa zaharibiwa vibaya kufuatia mashambulizi ya mabomu yanayohusishwa na wapiganaji wa silaha yanayoendelea katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya elimu na mashuhuda ya maeneo hiyo, madarasa mengi yamebomolewa na kuachwa bila paa, madawati na vifaa muhimu vya kujifunzia. Kutokana na hali hiyo, watoto wamelazimika kuendelea na masomo yao wakiwa wamekaa chini, wengine wakijifunzia nje wazi bila ulinzi wowote dhidi ya jua au mvua. Walimu wamesema mazingira hayo yatahatarisha usalama wa afya ya wanafunzi huku yakipunguza ubora wa elimu. Wazazi nao wanaeleza hofu yao juu ya mustakabali na watoto wao, wakisema kuwa vita vinaendelea kuathiri zaidi watoto wasio na hatia. Mashirika ya kiraia na wadau wa elimu wametoa wito kwa serikali, mashirika ya kibinadamu na jamii ya kimataifa kuingilia kati haraka ili kusaidia ukarabati wa shule zilizoharibiwa na kuhakikisha watoto wanapata mazingira salama na stahiki ya kujifunzia. Kwa sasa, licha ya changamoto hizo, walimu na wanafunzi wanaendelea kujitahidi kuokoa mwaka wa masomo wakitumia hali ya amani itarejea na shule itajengwa upya. Acha basi tumalizie hapa mpenzi mtazamaji, na tunakusihi uendelee kuwa nasi ili kupata habari wakati ujao. Karibu.